of over 300 million consumers. Katika masuala ya biashara za thamani ya mamilioni ya pesa zimeteketea kwenye mkasa wa moto ulioteketeza zaidi ya maduka 10 katika kituo cha kibiashara cha Thamanda, eneo la Kikuyu. Miongoni mwa biashara zilizoteketea ni maduka ya vifaa vya ujenzi pamoja na biashara nyingine kama vile hoteli, duka kuu na maduka ya nafaka. Chanzo cha moto bado hakijabainika, huku juhudi za kuzima zikiambulia patupu, ikizingatiwa kwamba hii ni mara ya 3 kwa janga kama hilo kutokea katika eneo hilo, jambo linalofanya wakazi na wafanyabiashara kutaka uchunguzi wa haraka na wa kina kufanyika. Wakazi na wafanyabiashara sasa wanaitaka serikali kutenga hazina maalum itakayowasaidia waathiriwa kurejelea biashara zao katika hali ya kawaida. Nikiwa kule nyumbani kwa sababu naishi hapa tu karibu na nyumba na hii kambi. Kwa hivyo sasa kutoka nilipata moto kama imewaka tayari na hatukuwa na namna ya kuizima kwa sababu moto ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo njia watu tulipiga nduru, watu wakakunja, tukawa tumepigia hawa watu wa Kanzo hii zimamoto, lakini ikawa Kikuyu hakukuwa. Kasemekana mpaka itoke Limuru. Ikawa vile hii njia imejengwa hapa, hatuna access ya kuingia. Kuna mioto mingi katika Kikuyu na ni vizuri sana watu ambao wanahusika waingilie katika hii maneno na wachunguze vizuri, na sio kuchunguza kuweka ile mambo kwenye shelf. Ni wachunguze na tuambie ni kitu hasa gani ambacho kinasababisha mambo kama inatokea. Kwa hivyo sio kuchunguza tu siku ya leo, watuambie ndio tuweze kuweka mikakati vizuri, ndio siku ya kesho tusije tukajilaumu sisi wenyewe. Sababu biashara zetu zimechomeka hapa, vifaa vyetu vyote, tumepoteza mali ya takriban pesa mingi sana. Tunaomba wakuja watusaidie tuweze kujiregesha katika miguu yetu, tuweze kuendelea na biashara zetu. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndipo nakamilisha taarifa zetu za Mbiu KTN leo hii. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara amekuwa Mary Shawiti. Jioni njema.